Amen. Sasa hapa kuna habari hizi za mwana mpotevu ambaye yeye alipojua ni kwa namna gani amemkosea baba yake. Tunaona hapo awali neno la Mungu linasema kwamba alimuomba baba yake kwamba amgawie sehemu ya urithi. Babake akampa, akawapa yeye pamoja na ndugu yake. Yeye akaamua kuondoka na kwenda nchi ya mbali, akatumia pesa zake zote kwa anasa, katika uzinzi, katika uasherati, na baada ya zile pesa zake kuisha, akaanza kuwaendea wale wote ambao walitumia pamoja na hizo pesa. Kila mtu alimkimbia. Kwa kusimulia tu kwa ufupi, tunaona yule mwana mpotevu alipoamua kurudi sasa, alipofikiria moyoni mwake, mbona mimi niko hapa ninateseka, ninakula pamoja na nguruwe, wakati kule kwa baba yangu wapo wafanyakazi, wapo watu ambao wanakula chakula na kusaza. Nitarudi niende kwa baba yangu nikamwambia, baba yangu, nimekosa juu ya mbingu na juu ya nchi, sifai kuitwa mwana wako tena. Akarudi kwa baba yake. Nami ninataka kukutolea mfano ya kwamba inawezekana ulisahau kabisa, ulimsahau huyu Yesu kabisa. Mimi nataka nikukumbushe ya kwamba Yesu ndiyo kila kitu. Haijalishi ulimkosea jana, haijalishi ulimkosea juzi, haijalishi ulianguka mara ngapi, bado nafasi unayo. Maadamu Yesu ameamua kukuacha leo, bado nafasi unayo. Kuna jambo moja nataka tuzungumzie hapa. Ukisoma katika neno la Mungu, katika kile kitabu cha Petro wa pili ile sura ya 3 na ule mstari wa 3, neno la Mungu linasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele au kuvalia mavazi au kuvalia dhahabu. Mwanamke, inawezekana ya kwamba umeshasikia mara nyingi ya kwamba kusuka nywele ni dhambi, kusuka nywele ni dhambi. Basi jioni ya leo nataka nikwambie hatari ya hizo nywele uliziweka hapo kichwani, hatari ya hizo rasta, hatari ya kusuka nywele, kwa sababu na mimi pia nilikuwa nasuka nywele. Nataka nikwambie hatari ya kwako mwanamke ambaye uko hapo saluni unasubiria wanawake waje eti wasuke nywele wapendezeshe kichwa chako. Nataka leo nikupe hatari ya hizo nywele unazoweka hapo kichwani. Jambo la kwanza ambalo pia ninajua na Mungu alinifunulia katika hivyo vitu, na hivyo vitu ninavyotaka nikwambia ni kweli na uhakika wa hivi vitu ambavyo nakwenda kukwambia. Biblia imesema ya kwamba mwanamke usisuke nywele. Jambo la kwanza linapotokea unaposuka nywele, kwa hali tu ya kikawaida, kwa hali ya kibinadamu, kichwa kinauma. Mwanamke, kichwa kinauma unaposuka nywele. Unaweza ukadhani ya kwamba pengine ni hizo rasta ulizoziweka. Ukweli ni kwamba hizo rasta ulizoziweka mwanamke sio rasta kamili kama unavyoziona. Nataka nikwambie ukweli huu ili pia na wewe unapoisikia hii sauti, nenda kwa imani. Biblia inasema endapo utakuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, ukiuambia mlima ung'oka ukatupe baharini na utaenda. Nataka ufanye hili zoezi. Hizo rasta unazoziona, aina zote za rasta, sio rasta harisi. Nataka nikwambie hizo rasta unazoziona mwanamke ni nyoka katika ulimwengu wa roho. Hizo ni nyoka. Kama unadhani na kudanganya, nenda kakae usiku mtulivu, mwambie Yesu, nimesikia neno lako pale jioni ya leo. Mimi sijui kama ukweli uko hapa. Nimeambiwa kwamba hizi rasta sio rasta hakika. Nataka kujua, je, hizi rasta ni nini? Mungu atakuonesha ukweli, kwa sababu nataka kujua. Mimi nilipojua ukweli huu, Mungu aliponionyesha kwamba hizi rasta, aina yote ile ya rasta inaitwaje, majina yako mengi, hiyo rasta sio. Hizo rasta ni nyoka katika ulimwengu wa roho. Mwambie huyu Yesu akuoneshe, ambaye alisema wanawake msisuke nywele. Mwambie Yesu akuoneshe ni nini katika ulimwengu wa roho, ili wanapokuambia ya kwamba umependeza, mimi nikwambie hakika hujapendeza, ila una hatari uliyoweka huko kichwani.
Mwambie Yesu, ninataka kujua ni nini ninachokiweka. Kwa hiyo nimekwambia mwanamke, hizo sio rasta halisi, hizo ni nyoka. Mwanaume, unapomnunulia mke wako rasta, unamnunulia wigi, unamnunulia hatari, unamnunulia mapepo ya kuyaweka katika kichwa chako. Mwanamke, usilinge, unaweka na tule tudude tuwili hapa. Ninataka nikwambie, tule ni tumapembe, kwamba wewe umefanana na shetani. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wewe umefanana na Mungu hivyo alivyokuumba. Kwa nini ukaweke hizo rasta mwanamke? Mimi pia nilikuwa naweka hizo rasta, lakini nilipojua ukweli huu, kwa hiyo ninaposema mwanamke kwamba hizo rasta sio rasta, ni nyoka, nielewe. Mimi niliziona ya kwamba hizi rasta zinageuka na kuwa nyoka. Huu ni ukweli mwanamke ninaokwambia. Acha kuvaa hatari. Cha kwanza, unakuwa umenunua nyoka na kuvaa katika kichwa chako. Cha pili, maisha yako hayatakuwa salama. Yaani Mungu aliposema ya kwamba msisuke nywele, alijua kwamba shetani ni muongo. Mungu alijua. Yesu alijua kwamba wanangu watadanganyika. Niwaambieje hao wanangu? Niwaambie tu wasisuke nywele. Mwanaume, ukimnunulia mke wako hizo rasta, umepeleka hatari nyumbani kwako. Kama mwanamke, kama mwanaume uniamini na unamnunuliaga mke wako rasta, usiku wa leo, ule usiku mtulivu, nenda tumwambie Yesu, nimesikia neno lako, nataka kujua ukweli uliopo katika hizi rasta. Mungu atakuonesha na utajua ni vitu gani unavyombalisha mke wako ukisema ya kwamba amependeza. Na ninataka nikwambie, baba au mama unayesababisha unawafanya watoto wako wasuke nywele eti kwa sababu ninamsomesha mtoto wangu English medium wanasuka nywele. Usimkoseshe huyo mtoto mdogo, hajui chochote. Lakini utakapomkosesha huyo mtoto mdogo, neno la Mungu linasema wale wake hawakoseshaye watoto wadogo hawa. Una hatari wewe mwanamke, una hatari mwanaume unayempeleka mtoto wako saluni akasuke nywele. Unaweza ukasema ya kwamba basi sitamnunulia hizo rasta tena. Hapana, hata kama utataka asuke kwa mkono. Wewe ulipozaliwa binti, haukuzaliwa nywele zako zimesukwa. Ulizaliwa nywele zako rasta na nywele zako nzuri kabisa, wala hazina dawa yoyote, wala hazina mawaa, kwa sababu Mungu alisema ya kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu alipokuumba aliona yes, huyo mtu nimefanana naye. Kwa hiyo ulizaliwa ukiwa vizuri kabisa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo hizo nywele unazoziweka katika kichwa chako mwanamke ni hatari. Lakini jambo lingine, unakuwa umeruhusu mapepo katika nyumba yako. Ushawahi kujiuliza kwa nini wanawake ndio wanaodondoka sana makanisani? Alafu shetani naye aliyewadanganya anasema hivi ni shangazi aliyekusababisha hivi, maisha yako ya shida, shangazi anakutesa. Shetani anakudanganya. Hayo mapepo yaliyoko katika hizo rasta, hizo nywele ulizosuka, hayawezi akakwambia tupo katika hizi nywele, ila atamtumia atasema ni shangazi anakutesa. Na kwa kuwa ni kweli shangazi anakutesa, utasema yes, ni shangazi. Nataka nikwambie mwanamke, hizo kucha bandia unazoziweka hapo, mbona kucha ni nzuri tu ambazo Mungu alituumba nazo, nzuri tu hata kama ni nyeusi, lakini ni nyeusi zile ambazo zinang'aa. Mwambie Yesu, ninakushukuru. Kwa nini ukapake rangi hizo kucha? Kwa nini ukamwambia wewe uliyenifinyanga kunifinyanga hivi, kwa nini ufanye hivyo mwanamke? Kwa nini ufanye hivyo mwanaume? Ninakuhakikishia mwanamke, na siku hizi hatari ambayo shetani ameingiza, hadi wanaume wanapaka kucha rangi, hadi wanaume wanaweka rasta kichwani kwao. Kuna mahali fulani nilipita nikakuta wanaume wamekaa wanasukana nywele,
wameweka dreads kichwani, yani wote wameweka dreads, wameweka zile rasta. Nilisikitika sana, nikasema kumbe sio tu kwa wanaume, sio tu kwa wanawake, lakini shetani ameamua kuingia hata kwa wanawake, kwa wanaume. Nataka nikupe siri hii, mwanamke uliyeko hapa na mwanaume pia uliyeko hapa. Yaani kwa picha tu za kawaida, movie ambazo ulikuwa ukiziangalia huko nyumbani, unaona jinsi gani jini ambavyo lina makucha marefu yamepanda hivi juu. Shetani akasema kwa sababu haya makucha yalivyo marefu ni ya majini, tufanyaje ili tuwapelekee wanawake wakaziweke? Adui ameamua kuzimodify. Tunasema kuzimodify ni kuziweka kuwa za kisasa. Mtu unaamua kukataa na hizo kucha zako. Ninakuhakikishia jioni ya leo mwanamke, hizo kucha ulizoziweka ni kucha za majini. Tena ingefaa kabisa unapoisikia hii sauti huwa unatoa, kwa sababu una hatari mikononi mwako. Hizo rangi unazozipaka, umeshawahi kujiuliza kwa nini mwezi wa 11, wa 12, wa 10 wa kwanza kunakuwa na ajali nyingi sana? Umeshawahi kujiuliza? Yaani ni kafara ambazo shetani anazitoa. Hizo damu hizo zinaenda kutengenezea rangi ambazo unaziweka katika mikono yako. Ninakuhakikishia mwanamke uliyeko hapa, mwanaume uliyeko hapa, hivi vitu kama unamnunulia mwanamke au mwanamke unajinunulia wewe, usilinge navyo kusema kwamba ninapendeza. Mimi nataka nikwambie upendezi, na kuna hatari ulioibeba katika kichwa chako, kuna hatari ulioibeba katika miguu yako, kuna hatari ulioibeba katika mikono yako. Hawa wanaume ni waongo na ni wabaya sana. Anaweza akakusifia umependeza, lakini ukitembea mbele kwa watu wachache, kama mwanamke mwenyewe utafikiri jini. Niende naye wapi mimi? Kwa nini akufananishe na jini? Kwa nini akufananishe na jini? Nataka nikwambie jioni ya leo mwanamke, nakwambia jioni ya leo mwanaume, nimekutolea mfano mzuri kabisa. Nenda mwambie Yesu, nimelisikia neno lako, ingawa ni mtu mwenye imani haba, lakini nisaidie kwa imani yangu nilionayo. Hivi vitu vilivyokuwa vinazungumziwa ni vya kweli au la? Mimi nina uhakika Yesu atakuonesha. Nina uhakika Yesu atakuonesha. Ungejua hiyo hatari uliyobeba kichwani mwako mwanamke, hiyo hatari uliyoibeba katika mikono yako, hizo nguo ulizovaa, ungejua hiyo hatari uliyoibeba mwanamke, usingethubutu kutembea navyo hapo njiani. Nataka nikwambie, unaposikia hii sauti jioni ya leo, mwambie Yesu, nataka kujua ukweli uliopo katika hivi vitu. Mwambie Yesu, nataka kujua ukweli uliopo. Unaweza ukasema mimi sisuki nywele, sifanyi hivyo vitu vyote dada alivyovisema, lakini katika nywele zako umezitengeneza nywele, umeweka karikiti kichwani. Hata mimi niliweka karikiti. Nataka nikwambie hizo wefu mwanamke ulizoziweka, umebeba hatari katika kichwa chako. Mwambie Yesu akuoneshe. Mwanaume, usinunulie mke wako hivyo vitu vya hatari. Usiwanunulie watoto wako. Waache watoto wako wakue katika maadili ya Kikristo. Waache watoto wako wakue katika maadili mema. Kama umemwambia mke wako amekataa, mwambie mke wako asivifanye hivyo vitu kwa watoto wako. Shetani anawatafuta watoto katika kizazi hiki. Shetani anawatafuta watoto katika kizazi hiki. Mwanamke, mwanaume ulioko hapa unayenisikiliza, ondoa hayo madudu huko kichwani. Nataka nikwambie, kwa sababu umenunua hatari. Imetosha, imetosha. Ulipokuwa ukisikia mara nyingi
Mimi leo nimeamua kukufunulia siri. Pengine watumishi waliokuwa wakikwambia kwamba kusuka ni dhambi, labda walikuwa wanajua ni dhambi kwa sababu Biblia imesema. Mimi leo nimekufunulia vitu ambavyo ni halisi. Basi jioni ya leo acha. Na kama ulikuwepo hapo zamani, labda ulisikia mzazi wako alikuwa akikwambia, mwanangu, hivi vitu ni hatari, lakini ulishupaza shingo. Rudi kwa mzazi wako, kamwambie baba, mwambie mama, unisamee kwa kuwa mimi nilikuwa mtoto mkaidi. Uliponiambia hivi mimi sikutii neno lako. Rudi leo kwa baba yako, rudi leo kwa Mungu wako, mwambie Mungu, nionyeshe, nataka kujua ukweli halisi, kwa sababu nimekuwa nikisikia sana juu ya mapambo, nimekuwa nikisikia sana. Alafu jambo lingine la ajabu, umeweka nywele, unatembea unazipiga hivi, mwili unasisimka. Nataka nikwambie jambo hili ya kwamba yanayosisimusha hizo nywele ni mapepo, na hizo nyoka ulizoziweka katika kichwa chako zinakusisimsha hicho kichwa. Yaani umesuka nywele, mwili mzima unasisimka. Mimi nakwambia leo, amua leo kuacha hivi vyote. Yule mwana mpotevu alisema, nitarudi kwa baba yangu, nitarudi kwa baba yangu nimwambie, baba, nimekosa. Kama ulikuwa hujui ukweli huu, basi nenda kwa Bwana Yesu, kwa kweli ndio kila kitu. Yeye ndiye anayeweza kubadilisha maisha yetu, yeye ndiye anayeweza kutuokoa. Mwambie kabisa, Yesu, nimekosa. Mwambie Yesu, nimekosa, mimi sistahili kuitwa mwana wako tena. Yesu anakusikia. Mwambie Yesu, nimekosa, lakini pia nionyeshe ule ukweli ambao yule dada alikuwa akizungumzia pale, nionyeshe. Mwambie huyu Yesu. Yesu atakuonesha, mpendwa. Badilisha leo maisha yako dada, badilisha leo kaka. Nataka nikwambie kitu fulani, ushuhuda wangu, ili uamini. Wakati fulani nilipokuwa chuo, nilikuwa nikiuza night dress kwa wanachuo, zile nguo fupi za kikahaba ambazo tunasema ni za kulalia usiku. Ndio nilikuwa nikiwauzia wanachuo, kwa sababu wanachuo 100% wanapenda nguo za namna hiyo. Nikawa nikiuza mimi, zile nguo haziuziki kwa faida nzuri, au hata nikiuza sio kama wengine. Nilikuwa nikimwambia mama yangu ninafanya biashara hii. Mama aliniambia ya kwamba, mwanangu, hiyo biashara hauuzi, kwa sababu hizo nguo unazouza Mungu hapendezwi nazo, hizo nguo unazouza. Kwa hiyo acha. Lakini mimi sikusikia. Zile ambazo tunaziita night dress, hizo pia ni mavazi ya kikahaba, tena ndio unamwita kabisa huyo jini mama kutembelee vizuri mwanamke. Nakwambia leo acha. Kama unauza hizo nguo huko hapa unanisikia, acha. Umejaza majini dukani kwako, umejaza mapepo dukani kwako, na unawauzia watu mapepo dukani kwako. Acha hivyo vitu mwanamke. Kusema ukweli, kwa sababu ya hizo bidhaa nilizokuwa nikiuza, nilifilisika. Nilikuwa na kontena nzuri kama wewe mwanamke ambaye unauza vitu vyako, lakini nilifilisika na hiyo kontena nikaiuza kwa bei ya hasara. Lakini kumbe Mungu alikuwa anataka nifanye hiyo biashara. Sasa pengine na wewe uko hapa unauza hizo nguo na haupati faida. Mimi nachotaka nikwambie, usidhani labda wamekuloga. Hapana, ni kwa sababu hayo mavazi hayakufai wewe na watu unaowauzia, hayakufai wewe. Kwa hiyo nachotaka kukwambia, zipo bidhaa halali, ziko biashara nzuri ambazo mwanamke unaweza kuzifanya na zikakuingizia kipato, lakini sio suruali za wanawake eti adui amedanganya, lakini sio kupaka rangi kucha.
Ziko biashara nzuri sana unaweza kufanya. Neno la Mungu linasema ya kwamba jicho lako likikukosesha ni heri ulikate. Mguu wako ukikukosesha ni heri ukate. Yesu alizungumzia hivyo, hakumaanisha ukate mkono halisi, hakumaanisha ukate mguu halisi. Mimi nataka nikwambie hapa kuna namna nyingi ambazo Yesu alizungumzia kwa huo mfano. Lakini ukiona kabisa kuna biashara unafanya, kuna kazi unafanya ambayo itakukosesha mbingu, acha mara moja mwanamke. Acha mara moja. Ikiwa unafanya kazi hospitalini wanakutaka uvae suruali mwanamke na wewe umeokoka, mimi nachotaka nikwambie acha. Nachotaka nikwambie acha mwanamke. Usije ukafika pale katika geti la mbinguni Mungu akakuzuia akasema mimi nilimwambia mwanamke asivae nguo za mwanaume. Imekuwaje wewe umevaa? Utasema ni kazi niliyokuwa naifanya. Neno la Mungu litasema ya kwamba sikusema ya kwamba mwanamke asivae suruali, nilisema. Sikusema ya kwamba jicho lako likikukosesha ulikate, wewe uliendelea kushupaza shingo yako. Dada zangu, ninaongea na nyie ambao mnafanya kazi mahali ambapo si sahihi kwenu. Na siku ya Jumapili utaenda kanisani utasema hivi kwamba mimi nimeokoka, lakini siku za kazi Jumatatu mpaka Ijumaa wewe ni barmaid, upo unafanya hizo kazi, unadanga, unafanya kazi za uasherati, kazi ambazo hazimpendezi Mungu. Au unasema bosi wangu ameniambia nivae kimini kwa sababu ni sare, na Jumapili unaenda kanisani unatoa sadaka. Ninataka nikwambie hata hiyo sadaka yako Mungu haikubali, kwa sababu ni sadaka za udhalimu na Mungu amezikataa. Nataka nikwambie mwanamke, acha. Mimi nilikuwa nikifanya kazi mahali fulani redioni, nilikuwa nikifanya kazi, lakini wakati fulani nikigundua kuna vitu navifanya haviko sahihi, nilitoka huko kazini, kwa sababu nikasema mimi kazi haiwezi kunipeleka mbinguni. Inayonipeleka mbinguni, je, niliishi maisha gani nilipokuwa duniani? Sikujali hiyo kazi. Nataka nikwambie mpendwa, unaweza ukasema ya kwamba mbona hii kazi ndio inayoniingizia kipato. Yesu ataangalia kipato unachokiingiza. Mbinguni hauendi kwa pesa wala kwa utajiri. Hata ukifa akizika na magari yako yatabaki kwenye udongo, lakini wewe kuna mahali nafsi yako itaenda. Inaweza kama wachungaji walikudanganya kwamba ulitoka mavumbini utarudi mavumbini. Mimi nakwambia ya kwamba ni kweli ulitoka mavumbini, ni kweli utarudi mavumbini, kwamba mwili wako ndio utabaki hapo mavumbini, lakini nafsi yako kuna mahali itaenda. Kama uliishi maisha mazuri, kama uliishi maisha matakatifu, basi kuna ule wimbo anasema tuonane paradiso. Paradiso itakuwa ni ya kwako. Lakini kama uliishi maisha ya kutangatanga hapa duniani, utakuwa mgeni wa shetani. Sikiliza nikwambie dada yangu, mimi nilijiuliza kwamba hivi nikifa leo nitakuwa mgeni wa nani? Nikajijibu mwenyewe nikasema nitakuwa mgeni wa shetani. Lakini sikukubali kuwa mgeni wa shetani. Nilikuwa nikiamka usiku, nimechoka kuteswa na majini mahaba, nimechoka kuteswa. Nikamwambia Yesu nimechoka. Kila siku nilikuwa nalia, namwambia Yesu sitaki tena. Lakini Yesu alipokuja kunifunulia ukweli huu, mwanamke, nakwambia dada yangu, acha. Unaposikia hii sauti jioni ya leo, nakwambia amua leo kuacha. Amua leo kuacha mpendwa. Amua leo kutubu. Amua leo kutubu. Mwana mpotevu ni mfano tosha. Aliposema ninarudi kwa baba yangu, nikamwambia baba, nimekosa. Rudi kwa baba yako jioni ya leo. Mwambie baba, nimekosa. Inawezekana unafanya kweli biashara haziendi. Mungu hataki hizo biashara ziende, kwa sababu
anajua hilo eneo uliloko si sahihi. Mungu anakutaka kule kanisani. Mungu anakutaka ukae mahali pake. Akikuona wewe Agnes, wewe Joshua, anasema huyu anafanya nini hapa? Na kati hapa sio mahali pake. Mungu anasababisha vitu vyako visiende ili urudi, lakini umeshipaza shingo yako. Unasema ngoja nijaribu kwenda kwa waganga. Hata hao waganga wakisikia jina la Yesu wanatetemeka. Kuna wengine walienda kwa waganga, walipofika wakasema rudi, hatukutaki. Lakini kwa nini umeshipaza shingo yako? Wewe dada, kwa nini umeshipaza shingo yako? Ewe kaka, ewe mama, kwa nini umeshipaza shingo yako? Unamkosesha hata mtoto wako mdogo. Amua leo kurudi kwa Bwana Yesu. Amua leo kurudi kwa Yesu. Yesu anasema mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu anasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Amua leo. Hiyo ni Yohana 14 mpendwa. Tomaso anamuuliza Yesu, Bwana, sisi hatujui uendako, tuonyeshe njia. Yesu anasema mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Njoo kwa Yesu mpendwa. Njoo kwa Yesu. Kule kuzimu kunatisha. Jehanamu haipo kwa ajili yako. Ipo kwa ajili ya shetani na malaika zake. Ule ni moto kwa ajili ya shetani na malaika zake. Sasa imagine unakuja kwenda wewe, imagine. Mwambie tu Yesu, nimekosa. Mwambie Yesu, ninarudi kwako. Yesu anasikia mpendwa. Yesu anasikia sauti yako, anasikia kilio chako. Akitazama anasema leo mwanangu ni nani yule ambaye alikuwa amepotea? Akimwangalia hivi kwa mbali, anaona mtoto wake Agnes anakuja, anaona Joshua anakuja. Mungu anasema nasamehe na kusahau. Yeye Mungu anasamehe na kusahau. Jioni leo nimekukumbusha tu, kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Kabla Mungu hajaja kwako, kabla Mungu hajaja kwako, kabla ile ghadhabu haijaja katika maisha yako. Kwa hivyo nilivyoviongea jioni ya leo mpendwa, kama kuna vitu ulikuwa ukivifanya, mwambie Yesu ninarudi kwako. Mwambie Yesu ninarudi kwako. Alafu niambie kitu cha mwisho. Shetani anatesa, shetani ni mbaya. Shetani asikudanganye mpendwa. Shetani ni mbaya sana. Yaani anakutendesha dhambi za ovyo ovyo tu. Unasahau familia yako, unasahau nyumbani kwako, unasahau kwenu, unasahau vile vitu vya muhimu. Unadhani tu ni maisha ya kawaida. Shetani anafunga maisha ya watu. Mwambie Yesu leo. Mwambie Yesu leo, imetosha. Nimechoka mimi kuwa mtumwa wa shetani. Nimechoka kuwa mtumwa wa shetani. Nimechoka kuwa mtumwa wa shetani. Nimechoka kuwa mtumwa wa shetani. Na Yesu anasikia sauti yako. Yesu anasikia sauti yako mpendwa. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu jioni ya leo. Bado siku unazo. Njoo kwa Yesu jioni ya leo. Mwanamke, njoo kwa Yesu. Binti, kijana, mzee, njoo kwa Yesu. Usiseme kwamba nasubiria nikiwa mzee, nikiwa nakaribia kufa ndio nitaokoka. Hapana. Mwambie huyu Yesu, nimechoka na mambo ya kishetani. Nimechoka na dunia, mimi nimechoka. Mbona siachi kuvaa suruali, siachi kusuka nywele? Mwambie Yesu, nimechoka, nataka kuacha. Hata mimi haikuwa rahisi kuacha hizo nywele za bandia. Haikuwa rahisi kuacha hizo suruali. Nilimwambia Yesu, nimechoka, nisaidie. Lakini Mungu akasikia kilio changu. Mungu alinisaidia. Usishupaze shiko yako mpendwa. Sikia leo, naamua kumpokea Yesu. Kama basi umeusikia huu kweli na uamini, huyo binti mwanao ambaye anakuwa huko nyumbani, nenda ukamtoe hizo nywele.
hizo suruali zote za huyo mtoto wa kike kazichome moto. Kama unajikosesha ujikoseshe wewe, lakini usimkoseshe huyo mtoto mdogo ambaye hajui kitu chochote. Na uache leo, namwambie mtoto wangu kuanzia leo usipende kusuka hizi nywele rasta. Kama ni hizo shule wanataka mtoto asuke nywele, nenda tu mnyoe mtoto wako wa kike, mweke nywele zake ziwe vizuri, mweke nywele zake huyo mtoto ziwe vizuri. Usimkoseshe mtoto wako. Njoo jioni ya leo, tubu dhambi zako unaposikia hii sauti. Tubu dhambi zako, ewe mwanamke, ewe kijana, ewe mzee. Nywele zako zimekuwa ni zenye mvi, lakini unasema hizi mvi zinafanya nini kwangu? Unapaka pigo, unapaka super black. Achana na hayo yote, kuzeeka tutazeeka sote. Njoo ewe kijana, achana na hizo dhambi zako. Yapo mengi yameongelewa katika kitabu neno la Mungu katika Timotheo wa pili ule mstari wa 1. Yako mengi yameongelewa. Achana na hayo, achana na hayo mpendwa. Tubu leo mwanamke, tubu leo mwanaume, tubu leo kijana. Mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.